Heri ya mwaka mpya 2026. Hapa Ina Wellness Tanzania tunapenda kukushukuru sana kwa kufuatilia kurasa zetu. Katika kurasa hizi tumekuwa tukijifunza kwa pamoja, lakini pia tukipata uponyaji wa nafsi. Tunajifunza kuhusiana na masuala ya afya ya akili, saikolojia na masuala mazima ya kijamii. Mwaka huu ukawe heri na fanaka zaidi kwako, ukawe ni mwaka wa matumaini, mwaka wa baraka, lakini pia mwaka uliojawa na furaha nyingi. Kwa wiki hii nitaenda kuwashirikisha dondoo za kisaikolojia zitakazoenda kukuongoza zaidi wakati tunauanza mwaka huu 2026. Karibu. Ya kwanza kabisa, jiruhusu kuanza upya. Nikiwa na maana kwamba mwaka uliopita pengine kuna mambo ambayo umepitia, pengine yanaweza kuwa ni majuto, yanaweza kuwa ni makosa. Tafadhali jitahidi usiendelee kuyabeba hayo, lakini utizame mwaka uliopita kama mafunzo na uangalie ni namna gani unaweza kujiboresha zaidi unavyozidi kwenda mbele. Usiendelee kwenda na majuto. Na kama bado uko katika maumivu ya nafsi na bado unaendelea katika safari yako, ni imani yangu kwamba hatua kwa hatua unaweza kwenda kujipatia uponyaji ili uweze kupokea huu mwaka na kuweza kufikia malengo yako kwa uzuri. Dondoo ya pili, tunavyojiwekea malengo yawe ni malengo yenye afya. Nikiwa na maana kwamba yawe ni malengo ambayo ni halisia, yanayoweza kufikika. Yasiwe ni malengo ambayo unajiwekea kwa ajili ya wewe kuwa na pressure kubwa sana, ama kujishindanisha, ama ni malengo ambayo hutaweza kuyafikia. Kwa sababu usipoona mafanikio, usipoona unapiga hatua, hiyo itakukatisha tamaa, itakuumiza zaidi na itaendelea kukuweka katika hali kubwa ya msongo wa mawazo. Dondoo ya tatu ni kukaribisha sana kujifunza kusikiliza hisia zako. Hisia zako ni taarifa. Pale unapokuwa na hofu, unapokuwa na mashaka, unapokuwa na hasira, wasiwasi, lazima kuna taarifa inayokupa vile unavyojisikia ndani. Kwa hiyo badala ya kuzipuuza, badala ya kuzifunika na kuzificha, jifunze zaidi kusikiliza na kujiuliza hisia hizi hasa zinasema nini kinachoendelea ndani yako. Na ukishatambua, jua hasa hii ni hisia gani unayopata. Je, ni hasira, ni uchungu, ni wasiwasi, ni hofu, ni furaha? Hii itakusaidia uweze kujua ni nini ambacho unatakiwa kukifanya ama uweze kukiendea, ama ni nini unatakiwa kufanya ili kuhakikisha ustawi wa afya yako ya akili unakuwa mstari wa mbele. Kufunika hisia zetu ni sawasawa na kutengeneza bomu ambalo litapasuka. Linaweza kupasuka katika mazingira yetu ya kazini, likapasuka katika mahusiano yetu, ama likaja katika namna ya ugonjwa kwa maana ya pressure, kichwa kuuma na mambo mengine. Kwa hiyo ni muhimu sana tusikilize hisia zetu zinasema nini na tuweze kuzifanyia kazi. Dondoo ya 4, jitangulize wewe kwanza, jiweke kipaumbele. Kumbuka kujijali wewe hapo. Usijilaumu, usijihukumu kwa makosa ambayo tayari umefanya. Kumbuka pia kujihurumia. Kumbuka kufanya mambo yale yatakufanya uwe na amani, uwe na furaha. Jiweke wewe zaidi kuwa ni kipaumbele katika yale maamuzi ambayo unafanya. Kuna watu wengine tunaangalia zaidi wengine ama kufurahisha wengine na tunajisahau sisi. Sasa ili ustawi wa afya yako ya akili iwe vizuri, ni muhimu sana kujikumbuka wewe kwanza. Uwe salama kwanza, uwe vizuri, ndio unaweza kutoa kwa wengine. Dondoo ya 5, tengeneza mahusiano yenye tija. Hawa wanaweza wakawa ni marafiki, wanaweza wakawa ni wale watu unaoangalia kama mfano, wanaweza wakawa ni mentors, watu wa kukushauri, watu wa kukuongoza. Hii dunia ina mambo mengi sana, ina changamoto, kila siku ina mambo yake. Kuwa peke yako ni option ambayo nisingekushauri uichukue. Kuna wakati unahitaji kuzungumza na mtu mwingine aweze kukushauri, aweze kukuongoza na aweze kukutia moyo. Lakini ni vizuri zaidi ukatengeneza mahusiano haya yawe na tija. Sio watu wale wale mtakaolia pamoja, mtakaolalamika pamoja, lakini wawe ni watu ambao wanaweza kukubeba, wakakuinua, lakini pia wakakuonyesha mbele ni wapi ili uweze kusonga mbele. Dondoo ya 6, naomba niongee na wewe ambaye uko na victim mentality, ambaye bado uko katika nafasi ya kuwa muhanga.
Kuna wengine sisi sasa hivi ni wazazi, lakini bado tunalaumu wazazi wetu kwa kutotupeleka shule fulani, kwa kutokufanya mambo fulani miaka 20 iliyopita huko. Kuendelea kubeba haya na kuendelea kubaki katika malalamiko kuna kufanya usiweze kusonga mbele zaidi. Kila unaposhindwa, badala ya kuangalia namna mpya na kuchagua ni njia gani uiendee, mara nyingi utajikuta unarudia katika malalamiko yale yale ambayo yanakurudisha nyuma. Kwa hiyo nyanyuka, toka katika hicho kiti cha victim mentality na uweze kuanza upya. Dondoo ya 7, zingatia sana vile vitu unavyoruhusu viingie ndani mwako. Hii ni kuanzia vile vitu unavyovisikiliza, vitu unavyojifunza, vitu unavyoviangalia. Moja kwa moja vinaenda kukujenga kiroho, lakini kiakili pia. Je, wewe ni vitu gani unavyovifuatilia katika mitandao ya kijamii? Ni vitu ambavyo vinakufanya unajiona kwamba unalalamika muda wote, vinakuumiza na unashindwa kuona mbele? Kwa hiyo tizama, kwa mwaka huu 2026 viwe ni vitu vinavyoenda kukupa motisha, vitu vinavyoenda kukufunza kwa ajili ya kusonga mbele zaidi, badala ya kujikita katika vile vitu ambavyo vitakuwekea ukuta wa wewe kukua kihisia, kiakili, lakini pia na kijamii. Dondoo ya 9, na hii ni muhimu sana. Jifunze kuelewa tofauti kati ya matendo na madhumuni. Tutaenda kuwa katika ulimwengu ambao watu wanatenda mambo mengi kwetu, mengine ya kutufurahisha, mengine ya kutuumiza. Lakini ili tuweze kujua tunatokaje, lakini ili pia tuweze kujua watu gani ni sahihi kwetu na wapi sio sahihi, ni muhimu sana kuchunguza madhumuni ama nia nyuma ya matendo yale wanayotenda. Wengine wanatenda kwenye matendo hayo kwa sababu hawajui namna nyingine sahihi ya kufanya, lakini madhumuni na malengo yao sio mabaya kwetu, ama dhamira yao sio mbaya. Lakini wengine tayari madhumuni na dhamira yao ni mabaya. Kwa hiyo jiulize, nyuma ya haya matendo kuna madhumuni ama kuna dhamira gani? Hii itakusaidia uweze kujua ni watu gani wa kuchagua, lakini ni mambo gani uyashikilie ndani ama ni mambo gani uyapuuze ili uweze kusonga mbele. Dondoo ya 10, na hii ni muhimu sana. Ni vizuri uweze kujua chanzo chako cha nguvu kinatoka wapi. Kwa hiyo kama unaamini katika Mungu, unaamini katika Allah, vyovyote vile ni lazima uamini katika nguvu iliyo juu ya uwezo wako, ili iweze kukushikilia wewe wakati wewe unaona kila kitu hakiende sawa. Kuna wakati hata binadamu mwenzako hutamwelewa, utaona hakuna wa kumweleza kile unachokipitia wakati huo, lakini ukiwa na ile nguvu inayozidi nguvu zote ambayo unaitumainia na kuitegemea, hii itaweza kwenda kukusaidia. Kwa hiyo kama ni kwa Mungu, kuwa karibu na Mungu, lakini pia tuwe makini hiyo isitufanye tukashindwa kufanya mambo mengine. Asanteni.